Tunapokosa nguvu, tunapata nguvu za kiroho zaidi tunapofunga. Na katika yote tunayaifanya kwa sababu tunafanya kwa jina lake, then Mungu anapokea utukufu sana. Na hii inatusaidia kumngojea Bwana kwa imani. Na hivyo tunapomngojea Bwana kwa imani, inaashiria kwamba tunapokea hizo nguvu. Ndio neno linasema ya kwamba wamngojao Bwana. Unajua kwenye kufunga ni kipengele cha kusubiri. Kwa sababu umeacha yote, umeairisha yote, unasubiri, you are waiting. Na kitu kikubwa katika kusubiri ni kutumika. Kwa sababu the more you wait, unajua neno wait ni ya kwamba yani wewe kuna jambo unalifanya as you wait. Kwa hivyo waiting is serving. Kwa hivyo leo katika hayo mfungo tunapoendelea kumngojea Bwana, ni sawa tunamtumikia, na hivyo maombi hayo yanaendelea. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kufunga kunajumuisha, kama vile tulivyosema, kutesa nafsi zetu. Mfungo tunayofunga pia unatusaidia sana kupambana katika vita vya ulimwengu wa kiroho. Ndio Yesu alisema sana tu. Kwa hivyo mfungo unakuandaa kwa mambo makubwa. Kuna vita ambayo hatuvioni, lakini tunapofunga macho yetu ya kiroho yanafunguliwa. Tunaruhusu Roho Mtakatifu sasa. Kwa kipindi kama hii tunajua kwamba haya ni mapambano sasa ya roho ambao tumeachilia Bwana na Roho Mtakatifu. Na hakuna mtu ambaye anaweza akapigana hizi vita katika mwili. Na ndio neno linasema vinaitwa vita vya roho. In English inasema spiritual war. Kwa hivyo kama ni spiritual, basi hizi vita tunavyoingia tunaachia Roho Mtakatifu. Kwa maana sisi hatuwezi, ndio maana zinasema ni spiritual. Ndio maana tunasoma kwenye kitabu cha nabii Isaya 63:10-11, neno la Bwana linasema ya kwamba lakini wakaasi wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu, kwa hivyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Kitu kimoja uelewe kwenye maombi, na pia uelewe katika ulimwengu wa kawaida, huwezi ukapiga mtu ambayo ni rafiki. You cannot fight a friend. Huwezi kumpiga rafiki. Rafiki is always rafiki. Lakini hapa neno linasema Roho Mtakatifu alifika mahali akaona lile taifa vile linavyofanya, akaona vile watu wanavyofanya. Instead ile nation to be a friend kwa Roho Mtakatifu, na wale watu wawe rafiki wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwanza akawageuza wakawa an enemy. Nimekwambia you cannot fight a friend. Hakuwezi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alipofika, kwa sababu wameasi, na walipoasi then wakamhuzunisha. Alipowahuzunisha, kitu cha kwanza akaona these are enemies, hao ni maadui. Tuombe Mungu katika hiyo mfungo. Kila vita ambao unayetaka kuingia lazima uelewe kwamba unadili na adui. Unadili na adui, not a friend. Na unajua adui ni adui tu. Kwa hivyo vita vyetu tunapambana vizuri sana, ndio maana tunahitaji Mungu atuwezeshe. And that is why unaona Roho Mtakatifu kwanza alimwandaa Yesu kwa mfungo maalum, kwa maana already Holy Spirit alijua Yesu anaenda kwenye mapambano ya ulimwengu ambao huenda hata kama anajua atatoa nguvu wapi. Ndio maana Roho Mtakatifu alimwandaa kwanza kwa mfungo wa siku 40, usiku na mchana kule jangwani. Do you know why? Alikuwa anampa nguvu, alikuwa anampa uwezo wa kusimama, ya kwamba atakapotoka kwenda akianza kupambana, yale mapambano ni rahisi. Na ni ukweli, Yesu alipata upinzani mwingi sana, lakini katika hiyo aliandaliwa kwenye mfungo ule, zile upinzani ulikuwa nyepesi sana. Kila jaribu liyokuja kwake alishinda. Kila mtihani adui alisababisha wale alishinda. Why? Aliandaliwa na kajiandaa vizuri. Kwa hivyo mfungo unatuandaa kushinda vita vya kiroho, na tutashinda vizuri katika jina la Yesu.